jitihada za kukabiliana na changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi yanayochochea ukame na uhaba wa mvua, kilimo cha umwagiliaji hakiepukiki. Katika muktadha huo, nchini Tanzania, uwekezaji umefanywa kupitia ujenzi wa miundombinu ya umwagiliaji mingi, ikiwa ni ile inayotegemea maji ya mseleleko. Kadhalika zipo skimu ambazo maji ya umwagiliaji yanasukumwa kwa pampu ambazo hutumia mafuta kwa maana ya diesel au petroli. Hata hivyo, katika siku za hivi karibuni, ubunifu na ugunduzi wa kisayansi umeliwezesha jua ambalo huchangia joto na ukame kuwa moja ya vyanzo vya kutafuta suluhu na muafaka katika swala la umwagiliaji. Na hii ndiyo baada yetu ya leo inayosema jua lilivyogeuka suluhu kilimo cha umwagiliaji. Kujua ni kwa namna gani? Basi fatana nami mtayarishaji na msomaji wako Hamida Ramadhani hadi mwisho wa simulizi hii. Hapa ni kijiji cha Mpunguzi, kata Matumburu, mkoani Dodoma. Ni kijiji cha wananchi wanaojishughulisha na kilimo cha mazao mbalimbali. Anet Mnana ni afisa kilimo kata ya Matumburu. Wakulima wa kata ya Matumburu wanajishughulisha na kilimo cha aina mbalimbali. Kuna kilimo cha mazao ya chakula na biashara, pia kuna kilimo cha mazao ya bustani. Kilimo cha mazao ya bustani wanatumia kilimo cha umwagiliaji. Na katika kumwagilia huku kuna aina mbili za umwagiliaji. Kuna ambao wanatumia mfumo wa umeme jua na kuna wengine wanatumia mfumo wa kumwagilia kupitia mabwawa kwa kutumia maji ambayo yanatoka kwenye mabwawa au visima vifupi vilivyochimbwa. Na matumizi yenyewe wanatumia pampu za kutumia mafuta ya dizeli au petroli. Na katika kilimo hiki cha bustani wakulima wananufaika kwa sababu kuna wanaolima mboga aina ya nyanya, vitunguu na pilipili hoho. Na eneo la kilimo kwa ajili ya mazao ya kilimo cha chakula inaweza ikakaribia ekari 300, kilimo cha zabibu ekari 500 na kilimo cha mboga ni ekari 10. Naam. Kama tulivyosikia, shughuli za kilimo katika kata ya Matumburu zinategemea umwagiliaji. Swali linaweza kuja ni je, uhalisia ukoje? Kwa majina naitwa Matias Godfrey Chisesa, ni mkazi wa mtaa wa Nyerere, kijiji cha Mpunguzi na kata ya Matumburu. Mimi ni mkulima wa kilimo cha umwagiliaji cha zao la nyanya na nina muda wa miaka 23 kwenye hii kazi ya kilimo cha umwagiliaji. Na njia ninayotumia kwenye kilimo cha umwagiliaji ni kwa njia ya water pump, na chanzo chetu cha maji ni pale Korongoni ambapo tumechimba kisima, tunavuta maji kutumia water pump kuyaleta huku shambani. Tunatumia mafuta aina ya petroli kwa sababu zile water pump zinatumia petroli. Kwa hiyo tunatumia mafuta aina ya petroli kwa ajili ya kuvuta maji. Kubwa inakaribia kama nusu ekari ndio naitumia mimi, lakini yapo maeneo mengine ambayo ni makubwa, lakini kwa sababu ya mitaji kuwa midogo tunashindwa kujitanua sana. Kwa hiyo ni mwingine tunaamua kutumia mashamba kidogo kwa sababu ya mtaji, lakini maeneo yapo makubwa, ila issue kubwa ni mtaji. Upatikanaji wa nishati za aina zote nchini huongozwa na sera chini ya usimamizi ya Wizara ya Nishati. Mhandisi Steiden Lwabangela ni mkamishna msaidizi wa maendeleo ya nishati katika wizara hiyo. Mpaka sasa sekta ya nishati inaongozwa na sera ya nishati ya mwaka 2015 ambao sera hiyo inatambua umuhimu wa kutumia vyanzo mbalimbali katika kuwafikishia huduma ya nishati wananchi walio maeneo mbalimbali ya Tanzania. Na tunatambua mpaka sasa kuna maeneo ama hayajafikiwa na gridi ya taifa au hayawezi kufikiwa na gridi ya taifa, hasa maeneo ya visiwani. Kwa maeneo hayo kama mkakati wa wizara ni kuyafikia kupitia gridi ndogo hasa zinazoendeshwa na mitambo inayozalisha umeme kutokana na jua ama ile mitambo midogo ya sola. Na mpaka sasa maeneo mbalimbali yamefanywa tathmini zaidi ya maeneo au visiwa 71 ambao visiwa hivyo vitapatiwa umeme kupitia hizo gridi ndogo zinazoendeshwa na mifumo ya umeme wa jua. Na hayo maeneo ni kwa sababu ni gharama sana
kulaza waya kupita ziwani au baharini kuyafikia maeneo hayo, au tunaita submarine. Na maeneo ambayo yapo maeneo ambayo labda ya wafugaji ambao makazi yake yako mbalimbali sana, ambao sio rahisi kuweka hata mtandao wa kusambaza umeme, hayo yanapatiwa ile mifumo tunaita stand alone. Yaani mfumo unafungwa kwenye nyumba au unafungwa kwenye hospitali kutokana na mahitaji yanayohitajika na maeneo hayo. Lakini kwa yale maeneo ambayo tunaweza kuyafikia kwa gridi, ambao bado hatujafikia sasa lakini uwezo kuyafikia tunayo, mpango ni kuyafikishia umeme kupitia gridi ya taifa, kwa sababu hii mifumo tunaongelea jua ina limitation kwa sababu ya mahitaji ya umeme kuwa makubwa, na kwamba ukitaka kuyatosheleza inabidi uwe na ile mitambo ya sola mingi sana ambayo inaongeza gharama na itakuwa haina tija. Kwa hiyo ni kuendelea kuwahimiza wananchi ambao bado hawajafikiwa lakini grid inaweza kuwafikia, waendelee kuwa wavumilivu ili kuweza kupata umeme huo ambao utawezesha kufanya shughuli mbalimbali za kijamii. Kwa mujibu wa Chama cha Nishati Jadidifu Tanzania TAREA, matumizi ya jenereta kwa ajili ya kumwagilia ni gharama kubwa. Je, uwepo wa sera ya nishati kama ilivyotajwa una majawabu kwa wakulima kuhusu swala hili? Ikiwa kilimo cha umeme jua kwa wakazi wa kata ya Matumbulu, wengi wameitikia, lakini wachache, wengi wanashindwa kwa sababu ya gharama ziko juu. Petroli ni kila baada ya siku 2 lita 4 ambayo ni shilingi 14,000. Kila baada ya siku 2 14,000 inatumika kumwagilia hapa. Nilikuwa naomba serikali itupunguzie kwa ukulima wetu wa nyanya. Tunapata tabu sana kwa kumwagilia kwa kutumia otamaji. Tunaomba itupunguzie hapo, itufungie hizo sola, tupate unafuu kwa ukulima wetu, maana tunakuwa hatujigomboi kwa ukulima wetu. Katika utekelezaji wa sera ya nishati na kuwezesha umeme jua kutumika kama sehemu ya kufanikisha kilimo cha umwagiliaji, Wizara ya Kilimo kupitia Tume ya Taifa ya Umwagiliaji NIRC ndio yenye dhamana. Mhandisi Naomi Mchalo ni mkuu wa kitengo cha udhibiti na uhakiki ubora wa tume hiyo. Katika mwaka wa fedha huu wa 2024/25, Tume ya Taifa ya Umwagiliaji tunaendelea na utekelezaji wa miradi mbalimbali. Kwa kipekee kabisa tunamshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwa ameipatia tume mradi mkubwa. Ni kati ya miradi mikubwa ambayo inafadhiliwa na Benki ya Dunia, mradi wa uhimilivu wa mifumo ya chakula nchini. Katika mradi huu Tume ya Taifa ya Umwagiliaji tutafanya mambo mengi. Pamoja na mambo hayo, tutachimba visima takriban 1,000 kwa halmashauri zote nchini. Na uchimbaji wa visima ni hususan kwa wakulima wadogo ili kusaidia kilimo cha umwagiliaji. Kama mnavyofahamu, tumekuwa tukilima kwa kutegemea mvua. Na mara nyingine mvua hizi zinakuwa sio za kutegemea sana. Wakati mwingine zinakuwa mvua nyingi, wakati mwingine zinakuwa mvua chache, hivyo zinaathiri kilimo chetu. Kwa hiyo kupitia mradi huu na uchimbaji wa visima kwa wakulima wadogo, tuna uhakika kabisa ongezeko la uzalishaji litakuwa la uhakika, na wakulima watalima kwa misimu yote bila kujali msimu, watalima mara 3 mpaka mara 4 kulingana na zao wanaolima. Miradi mingi ya umwagiliaji hapa nchini hutumia vyanzo vya maji vya asili kama vile mito, chemchem na mabwawa, hasa katika nyakati ambazo vilikuwa havijaathiriwa na mabadiliko ya tabia nchi. Hivyo basi, ujenzi wa visima unaofanywa na serikali ni njia ya kuwezesha kuwepo kwa miradi ya umwagiliaji ambayo ni endelevu. Ni mfumo upi utakaotumika kuwezesha maji kufika kwenye mashamba ya wakulima? Huyu hapa tena Naomi Mchalo. Katika uchimbaji huu wa visima, tumeona kabisa teknolojia ambayo inafaa kwa maeneo yetu ya vijijini au maeneo ambapo wakulima wetu wapo ni teknolojia ya kutumia umeme jua. Teknolojia hii ni mpya nchini kwetu na ni teknolojia ambayo tumekuwa tukiifanya sisi tume kwa miaka iliyopita kwa miradi michache. Na wakati mwingine tuseme ukweli kwamba teknolojia hii kwa miradi ile ambayo tulijaribu ilifeli. Na kama tume tulifanya utafiti na kugundua kwamba katika utumiaji wa teknolojia ya umeme jua, kilichokuwa kinatufanya tusiendelee ni ile knowledge
ya matumizi na knowledge ya uendeshaji ya ile mitambo ya kutumia umeme jua. Kwa hiyo katika kufanya research yetu tulioifanya tukagundua kwamba kwa kutumia teknolojia hii, kwanza mkulima anakuwa na uendelevu wa matumizi, kwa sababu teknolojia hii gharama ziko wakati wa uanzishaji, lakini wakati wa utekelezaji gharama ni chache sana. Kwa hiyo katika uchimbaji wa visima hivi tumejikita sana katika matumizi ya umeme jua, na katika matumizi haya tumeshirikiana na wadau mbalimbali, sekta binafsi katika kutekeleza matumizi ya teknolojia hii. Mfano, katika kuwajengea uwezo wataalamu wetu tumeshirikiana na taasisi mojawapo ambayo inaitwa TAREA. Hii ni association ambayo inawaunganisha watumiaji wa umeme jua, watumiaji wa nguvu ya upepo, ambapo katika association hii tumeweza kuingia nao mkataba na kuwafundisha wataalamu wetu ikiwemo matechnician matumizi halisi ya teknolojia hizo ambazo tunaamini sisi ni teknolojia za kisasa na zinapunguza matumizi ya umeme, matumizi ya mafuta ambayo kwa kawaida yamekuwa yakitumiwa na wakulima wetu. Wakulima wengi wanatamani kumudu gharama za kutumia umeme jua kwa ajili ya kufanya shughuli za umwagiliaji kwenye mashamba yao. Hata hivyo, wanasema kikwazo ni gharama kubwa za vifaa husika. Hapa wanapewa ushauri jinsi ya kutimiza matamanio yao. Mimi kama afisa kilimo na washauri wajiunge katika vikundi, pia waende kwenye makampuni haya kama Simsola ambao wamesema wanatoa mkopo kupitia benki ya Equity. Kilimo hiki mimi nakiona ni kizuri kwa sababu kilimo hiki ni kilimo kinatumia gharama nafuu lakini kwa kipato kikubwa zaidi. Kinaweza kusaidia kunywesha mifugo, kumwagilia mboga na matumizi ya nyumbani. Ni kweli gharama ipo, hasa tunaposema kwa mfano unataka kununua solar panel, lazima utaona kuna gharama kubwa hasa unapoianzisha. Lakini baada ya kuwa na hiyo solar panel, huko mbele wewe hutakuwa unalipa tena gharama. Lakini zile gharama za kuanzisha kweli ni kubwa. Lakini tunakuwa na jambo moja ambalo tunasema kwamba ukishafahamu faida ya kitu, mara nyingi utakimbilia kukifanya hata kama kina gharama kubwa. Kwa hiyo utaona kwamba hizi angalau tunashukuru watu wengi wana hizi namna za kubadilishana hela. Wana sakose, lakini wengine wana vile vya kubadilishana kupeana hela wao wenyewe. Wanapeana zamu kwamba leo tutakupa wewe shilingi laki kadhaa, wewe tutakuwa laki kadhaa, wewe laki kadhaa. Wanaendelea kuzungushiana hela. Zile zinaweza zikawa vyanzo vizuri vya kuanzishia hela za kutengeneza. Kwa hiyo inaweza kawa ni chanzo kizuri. Lakini vile vile tunaweza sasa tukiangalia watu kwa jumla, tunaweza tukaangalia ni jinsi gani viongozi wetu katika sehemu ndogo wanahamasishana kutengeneza aina ya nishati inayoweza kupatikana. Kama ni sola, wanaweza kukubaliana kwamba jamani, sisi tunataka eneo fulani tuweke hizi solar panel. Afu kwa sababu pale umeme mwingi utaweza kupatikana, wanaweza sasa wakagawana kwamba watatengeneza nyaya ambayo huwa tunaita microgrids. Wakawa wanatumia sehemu hiyo. Ipo mifano mingi nchini na nje ya nchi inafanyika. Watu wanakuwa na hivyo. Ndio njia ambayo wanaweza wakatumia. Lakini vile vile serikali nayo inaweza kaangalia ni namna gani inaendelea kupunguza kodi kwa ajili ya vifaa vya sola. Teknolojia hiyo ina gharama zake. Wanasema ukitaka kilicho bora lazima kikugharimu. Lakini pamoja na hiyo wadau pamoja na serikali kwa ujumla wamerahisisha hii kwa kuweza kutoa fursa za mikopo kwa wakulima wetu ambao wangehitaji kutumia teknolojia hii ya sola, kwa maana ya kwamba wakiwa kwenye vikundi mbalimbali wanaweza kukopesheka, na kwa maana hiyo watakuwa wanalipa kadiri wanavyozalisha kwa kutumia hizo teknolojia za umeme jua. Sekta binafsi
ina mchango katika kuwezesha upatikanaji wa vifaa na teknolojia ya umeme jua kwa ajili ya matumizi mbalimbali. Ni upi mchango wake? Anthony Machai ni mkurugenzi wa Dom Energy Solution ya jijini Dodoma. Sisi tunashughulika na usambazaji wa mitambo ya sola kwa ajili ya umwagiliaji wa wakulima walioko vijijini na wanaojishughulisha na shughuli za kilimo. Tangu tuanzishe kampuni hii, sisi tuna mwaka wa 4 tangu 2020, na sasa hivi tumeshawafikia wakulima zaidi ya 80 kwa mkoa wa Dodoma na mikoa mingine ya ambayo inatuzunguka. Kwa tunafanya Dodoma, lakini tunafanya katika mikoa mingine ya jirani na nchi nzima. Na kumekuwa na mwitikio tu mkubwa kwa wakulima katika kuhakikisha kwamba wanatumia teknolojia yetu hii ya umeme jua katika shughuli zao za kilimo. Kwa hiyo tupo tu tunahakikisha kwamba wakulima wote walioko Dodoma na ambao hawako Dodoma tunawafikia, na ndio shughuli yetu kubwa ambayo tunaifanya. Mitambo yetu hii ya sola ipo ya aina tofauti tofauti. Ipo mikubwa, ipo ya kati na ipo mikubwa zaidi. Kwa maana kwamba tuna mitambo ya surface, ya visima vya mabwawa, na kuna visima ambavyo ni vifupi vilivyochimbwa kwa mkono, na kuna visima virefu ambavyo vimechimbwa kwa mashine. Kwa mitambo yote ambayo inahusika katika kupampa maji katika visima vyote hivyo vya aina 3, sisi mitambo hiyo tuko nayo. Mtikio ni mkubwa sana kwa wakulima kwa sababu tumekuwa ni kama tunawasaidia kwa kiasi kikubwa mno. Kwa hiyo sehemu zote ambazo tumehakikisha kwamba tumefunga mitambo hii, mwitikio ni mkubwa mno kwa sababu watu wote ambao au ni wakulima wote ambao tunawafungia mitambo hii mitambo inawasaidia sana. Kwa sababu mwanzoni unakuta mkulima anatumia labda diesel, anatumia generator. Program inakuwa ni kubwa sana katika kuhakikisha kwamba anapampa maji. Kwa hiyo maana yake tunapokuwa tunawapelekea mitambo hii, kwa hiyo maana yake inamsaidia yeye, gharama zote hizo za mafuta zinaondoka. Na ndio maana ukimfungia mtambo mwananchi mmoja au mkulima mmoja sehemu moja, wakulima wote ambao wanakuwa maeneo yale lazima watutafute, kwa sababu huyo mkulima ambaye tumemfungia maeneo yale inakuwa tumeshampunguzia gharama za uendeshaji wa shamba lake kwa asilimia karibia 80 au 90. Kwa hiyo maana yake tumejikuta mwitikio inakuwa ni mkubwa. Swala la gharama za kuweka vifaa vya umeme jua kwa ajili ya matumizi ya aina mbalimbali limetajwa kama moja ya vikwazo kwa wakulima na watumiaji wengine. Mhandisi Steiden Lwabagila ambaye ni kamishna msaidizi maendeleo ya nishati katika Wizara ya Nishati anaeleza. Ni muda mrefu sasa tangu serikali imeanza kutoa ruzuku na kusamehe kodi. Na hizi hatua zimeanza siku nyingi tangu mwaka 2005 ambapo tulikuwa na mradi tulikuwa tunaita Solar PV Market Transformation, kubadilisha au kuhamasisha soko la vifaa hivi vya umeme jua, ambao kupitia hapo tulibainisha kwamba mojawapo ya changamoto kwamba vifaa vilikuwa viko juu kwa sababu ya kodi, na serikali kupitia utaratibu huo ikaondoa kodi. Kwa hiyo mpaka sasa vifaa vya umeme jua havina kodi, vinaingia bila kodi, isipokuwa vile vifaa tu ambavyo vinaingiliana na matumizi mengine ndio vinawezekana vikawa vina utata. Kwa mfano betri inatumika zaidi ya sola. Unaweza kukuta mtu betri akatumia kwenye gari, lakini vile vifaa ambavyo vinaenda moja kwa moja kwenye matumizi ya umeme jua venyewe havina kodi. Na vile kupitia REA serikali imekuwa ikitoa ruzuku kwa miradi ambayo halmashauri au mwananchi mmoja au vikundi vimekuwa vikiandika maandiko na kuonyesha kwamba hata baada ya mradi baada ya hizo fedha walizopatiwa na serikali wataendelea, zimekuwa zikipata ruzuku. Nadhani mara nyingi changamoto ipo tu kwamba ni wakati gani au ni kwa vipi mtu aweze kuandika hilo andiko.
Tume ya Umwagiliaji inaona umuhimu wa kuwekeza kwenye elimu ya matumizi ya umeme jua katika kilimo cha umwagiliaji, ikiwa ni moja ya hatua zitakazowezesha kufikiwa kwa malengo ya eneo linalomwagiliwa nchini kufikia hekta zaidi ya 983,000 ambazo ni takribani ya 82% ya lengo la hekta 1,200,000 ifikapo 2025 kama ilivyoelekezwa kwenye ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2020. Maeneo ambayo tutaweka hiyo miundombinu na hizo mashine, wakulima zitakuwa ni maeneo kama shamba darasa. Kwa hiyo wakulima wa maeneo mbalimbali watakuja na kujifunza uendeshaji na utunzaji wa miundombinu hiyo ambayo inatumia nishati jua. Kuimarishwa kwa matumizi ya umeme jua kwa ajili ya umwagiliaji kunatazamwa kuwa na manufaa ya kuimarika kwa uoto wa asili katika maeneo ya utekelezaji wake, hasa katika maeneo yenye ukame mkubwa. Huu ni mtazamo wa mmoja wa wakuu wa taasisi za elimu ya kilimo hapa nchini. Tuna sababu za msingi ambazo ni za makusudi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunatengeneza visima. Na visima hivi badala ya kuweza kutumia nguvu nyingine yote ile, tutumie nguvu ya umeme jua. Na kwa maana hiyo tutaibadilisha hata hali ya hewa ya Dodoma, kwa sababu tukiwa na maji maana yake tutakuwa na uoto pia, tutaongeza uoto wa mimea. Iwe ni mazao tu ya kutumia kwa ajili ya biashara na kadhalika, lakini pia tutajikuta kwamba hata miti tutaweza kuipanda kwa sababu maji ni kila kitu. Maji ni uhai. Barabara mpenzi mtazamaji wa kipindi hiki, na kwa kauli hiyo ndipo tunapoweka nukta ya makala yetu ya leo ambayo iliangazia jinsi jua lilivyogeuka suluhu katika kilimo cha umwagiliaji. Ulikuwa nami mtayarishaji na msomaji wako Hamida Ramadhani. Kwa niaba ya wote walioshiriki, asante sana kwa kuwa nasi na tunakutakia wakati mwema.